Unaachaje kusafiri kishua? Simu ziite. Sama Luxury Coach, the best choice for travelers. So niambie, unaendelea kufanya kazi zako kama kawaida, kampuni kubwa, nini ambacho kimekufanya uchip in kwenye media? Umeingia, kuna Lokoma Radio, kuna Lokoma Online TV. Cha kwanza ambacho kimesababisha mpaka tufungue Lokoma TV na Lokoma Media. Sisi hapa kampuni mama ni Empire Lokoma. Kwa hiyo Empire Lokoma ni production house. Kwa hiyo tunahitaji zaidi na kikubwa zaidi tuweze kutangaza zaidi kazi za industry yetu ya tasnia ya filamu, labda ya muziki. Alafu cha pili tunachohitaji kikubwa zaidi ni kuweza kufikisha ujumbe. Sisi tunafanya kazi ya kufikisha ujumbe kwa jamii, lakini kuna jamii zingine ambazo zinatakiwa kufikisha ujumbe wao au kuwafikishia habari na taarifa kwa uharaka. Kwa hiyo tukaona kwamba kama hii ni production house, si mbaya ikiwepo pia na mambo ya TV, media, ili kusudi ujumbe ziwe zinafika kwa haraka. Kwa hiyo sisi tupo kwa kuwafikishia ujumbe watu ambao wanasikiliza tu hawaoni, lakini pia tupo katika watu ambao wanaweza kutuona kwenye TV na ujumbe ukafika na tukaelimisha. Kwa hiyo tupo sehemu mbalimbali. Na umiliki wa hapa wote ni wa kwako sana? Umiliki wa hapa mimi sio kwangu peke yangu. Umiliki wa hapa ni business partner. Tuko na business partner mwenzangu anaitwa CK, na pia naweza nikasema kwamba sitaki kuongea mengi kwa sababu mambo ya kampuni, mambo ya serious. Kuna muda ulikuwa kwenye mahusiano ambayo mlikuwa mnafanya kazi pia. Ili kukosti, hutaki kuanzisha mahusiano ufanye kazi na hayo mahusiano uyaweke wazi, au pengine inatokea tu kwamba ilitokea vile, sasa hivi umeamua kuweka low key mahusiano? Cha kwanza kama unavyosema ilitokea vile. Kwa hiyo kikubwa ambacho nimefocus kazi sasa hivi kwenye maisha yangu, nimefocus kufanya kazi zaidi. Kwa hiyo sihitaji mahusiano na siwezi kuruhusu mahusiano yoyote kwenye upande wangu wa kazi au kwenye maisha kama mahusiano yasiokuwa ya halali. Kwa hiyo kwa kifupi tu ndoa. Yeah. So hautaki kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi kama sio kuoana? Kama sio kuoana sitaki. Kwa hiyo uko single sasa hivi? Uko single vizuri na sihitaji mtu. Yeah. Sasa utampataje mtu wa kukua kabla ya kuwa kwenye mahusiano haya? Hiyo ni uongo, tunajidanganya. Lakini kisheria kabisa, mtoto wa Kiafrika huwezi kwenda kuambia wazazi wako eti mtu nilikuwa naye kwanza, hapana. Kwa hiyo kama mtu yuko serious kweli anakuhitaji, sio lazima eti akuseme mpaka uwe naye, hapana. Atakuja, atakuoa. Unajua unaweza kufundisha watoto wa 2000 hapa. Kwa sababu mtu anahisi kwamba kuwa na mtu, kumbe unaweza ukaa na mtu ukafika muda wa siku akakuchoka akakuacha. Kwa hiyo sio lazima eti kwamba lazima uanzishe mahusiano ili uweze kuolewa na huyo mtu, hapana. So, mtu anaweza kukufuata akakwambia Johari bana, mimi nataka nikuoe, and then ukaenda kumtambulisha ndo ukatuonyesha kwamba huyu ni mume wangu bila kuwa na mimi nitakuja kuwatambulisha kwamba jamani, mimi wa kwangu ni huyu hapa, nitakapokuwa nimetoka kanisani au nimetoka msikitini. Lakini hivi sitaweza kuongea kwa miaka hii madam. Kwa nini? Kwa nini siwezekani? Kwa sababu juzi nilikuwa nasoma confessions za watu, mtu anasema ameolewa, yuko honeymoon, alichokutana nacho sicho alichotarajia, na ndo mtu ameshaoana naye. Unajua nikwambie kitu kimoja, katika maisha sio kila lazima, sio lazima kila mahusiano ni ndoa. Na sio kila lazima eti ndoa inatokana na mahusiano, sio kila mahusiano ni ndoa. Na sio lazima eti kwamba uwe na mahusiano ndio upate ndoa. Kwa hiyo ndoa ni kitu ambacho kinatoka tu special kwa Mungu. Kama huyo mtu ni wa kwako, umeandikiwa, atakuoa tu. Lakini kama sio wa kwako, inakuja ile usemo unaokuambia kisicho riziki akiliki. Unaweza ukakila na ukakitapika. Kwa hiyo mimi ninachoweza kuambia, na hasa nawaambia sana mabinti, ni kwamba tusifosi ndoa. Sasa hivi unakuta watoto wadogo, mtu anaenda kwa mtu kaenda kutembea siku moja akacha nguo moja, kesho kacha nguo mbili, mwisho anahamia, mwisho kama amejiozesha, umeelewa? Familia waelewi wala nini. Mimi naweza tu kuambia ni kwamba katika maisha hayataki haraka. Kaa utulie, utapata wa kwako, utaolewa. Na tusiforce tu kwamba lazima uolewe. Unaweza tu kukaa ukatengeneza maisha yako. Sio lazima uolewe. Unaweza ukatengeneza maisha yako, ukajiheshimu wewe mwenyewe, tofauti hata na kama eti mtu akiwa kwenye ndoa ndo anajiheshimu. Hapana. Wewe mwenyewe unaweza ukajipangia kwamba mimi nimeamua kujiheshimu, na ukajiheshimu na maisha yako, maisha yakaendelea mbele. Lakini mila zetu zinasemaje madam? Kuolewa ni heshima. Kuolewa ni heshima. Lakini pia usifosi.
Yani usiforce, ndio maana unakuta mtu anaolewa na mtu mwisho wa siku na siku 2 ndoa zimekufa, siku 2 matatizo mengi, ni kwamba una force kuolewa. Sasa usiforce, ile inatakiwa itoke yenyewe. Yani ndoa ni inatoka kwa Mungu yenyewe ije. Yani hiyo inakuwa hii ni riziki yako. Wewe pengine uliwahi kuolewa before? Mimi sijawahi kuolewa. Na hauamini kwenye ndoa? No, naamini kwenye ndoa na si kama sihitaji ndoa kwa sababu sijaipata. Si unajua lakini tu naweza nikasema kwamba siko katika eti kujutia kwamba kwa nini sijaolewa. Hapana, siwezi kujutia. So ikitokea haujaolewa you okay with that? Yani mradi unatafuta hela, yani mimi nafanya kazi na natafuta hela. Kwa hiyo hata kama nisipoolewa itakuwa Mungu akunipangia. Kwa hiyo mimi nitafanya vitu vingine. Wewe ukiona kitu kinakushinda unaachana nacho unafanya vingine. Na ushaamua kwamba mpaka ufikie umri gani ndo uipate ndoa? Ukate tamaa. Mimi yani hata sijajipangia kwamba umri gani kwa sababu naamini miaka yote unaweza ukaolewa tu mtu. Napenda confidence yako. Unajua unachokiamini wewe ndio unaweza kukiishi. Mtu mwingine hawezi kuishi unachokiamini wewe. Hapana, unajua kuna vitu vingine unaweza ukavifanya ni kama tu unajikosesha nafsi, yani kwamba kwa nini wenzangu wanaolewa, watu sio nini. Hapana, kuna muda unafika unatakiwa ukae ufocus kwenye maisha yako. Kitu kama ndoa kitakuja. Kisipokuja pia shukuru Mungu. Shukuru kwa kila jambo. Shukuru kwa kila jambo, liwe baya liwe zuri, mradi unaishi unapumua, maisha mengine yanaenda. Sio lazima kuna watu wengine wanasemaga basi kama huyu hataki kuolewa basi azae tu. Maana unaweza ukadondoka muda wote, tunawaacha kopi gani hapa? Kwako wewe iko? Mimi kwangu kwanza naonaga kama unajua kuna watu wengine ni mashabiki lakini kama wenyewe ndio wanakuwa kama Mungu muda mwingine. Yani wanaforce vitu. Yani mtu anakuforcia maisha, anataka kupangia maisha anayotaka yeye akupangie yeye. Mimi labda kikubwa tu napendaga kuambia watu kila jambo lina wakati wake. Una mtoto lakini? Ninaye. Mashaallah. Kujua mkubwa kabisa. Ninaye mmoja Ana miaka mingapi? Sasa hivi ana 8. 8? Umekuza bwana. Hizi graduation hujahudhuria kweli? Umekuza kabisa miaka 8 mingi bwana. Sio mchezo. Ni ya mahusiano yaliyopita tulikuwa tunafahamu au ni mengine kabisa? Yani hiyo. Sasa hivyo ni vitu private. Ndio maana hapo tunakuja kwamba kuna maisha yangu ya private ya Joali na Brandina. Sasa hapo utakuwa unaingia kwenye maisha ya Brandina. Okay, nakuelewa. Hongera sana bana, miaka 8 mingi. Niambie, Yolanda hii hapo tuna waigizaji kede wa nyumbani. Tuna movie nyingi sana ambazo zimefanya vizuri za kwako ambazo kila mtu ana favorite kwake. Lakini tunatamani hata tupate hata sura ya Kenya basi au Rwanda au wapi. Yaani ili mradi tulete ladha ya nchi nyingine. Mpango ukoje? Kwa mfano kwenye series ya Wimbi sisi tulicheza na Nigeria ambaye anaitwa Otaanga. Nadhani ukiangalia kwenye Wimbi utamuona ni Nigeria yule. Na hapa tuna mpango wa kucheza na wasanii mbalimbali tu. Tuna mpango wa kucheza na wasanii kutoka Kongo, kutoka Burundi, kutoka wapi. Yaani kiukweli ni kwamba ndio maana nimekuambia kwamba yani 2025 inafurahisha. Yaani yajayo si mchezo. Ndio una haha sasa tupate. Yaani hapa na yaani nakwambia hivi kwa sababu unavyoenda hivi kwenye hizi tuzo kuna connection mbalimbali unazipata, kuna wasanii unakutana nao ambao na wenyewe wamekuwa nominate kwenye hivi. Kwa hiyo vitu vingi vinakuja vizuri yani. Joari, unajua kila mtu anakuwa na ndoto zake. Unaweza ukasema mimi natamani siku moja nimpate Beyonce kwenye movie. Unajua Beyonce ni mwigizaji pia nimpate Beyonce au nimpate Rihanna. Rihanna anaigiza pia. Au Ariana Grande au kuna msanii yeyote ambaye wewe unamtizamia kwamba siku moja nimpate kwenye movie yangu? Ambao nawapenda kwamba siku moja wawepo, lakini nashindwa kumtaja kwamba ni fulani kwa sababu labda hiyo siku nikamkosa yule nikampata mwingine na wewe ushajiwekea hivi. Kwa mimi kwenye safari yangu ya kuigiza huwa nasemaga tu kwamba napenda nitafanya kazi na wasanii kutoka nje, lakini yoyote ambao nitataka kufanya nayo kwa kipindi hicho kwa sababu hizi kazi ni upepo. Yaani kipindi ambacho nataka nifanye kazi yangu hiyo labda ukute kwenye script yangu inamhitaji mtu fulani. Kwa hiyo hata kama nitakuwa mimi nataka acheze fulani, script inasema nataka mdada mnene kidogo yupo hivi. Unachukua hata mimi. Anameona sasa kumbe script inakukasti wewe, mimi naenda kungangania kumkastiliana. Umeona? Kwa hiyo nakuwa kama umeharibu. Bora nikuchukue wewe. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba
scripts zinazokuja zaidi ndio zitaweza kuniambia hapa acheze nani huyu nani, lakini natamani sana kufanya kazi na watu wa nje, na hiyo ndoto ipo sana, na nadhani hapa nilipo ni kama nimelala, soon nitaamka, maana hapa ndo naota, lakini soon nitaamka na ndoto yangu itatimia. Na tukisema nje ni Afrika au duniani? No, duniani. Mambo yote si yako duniani. Huko Afrika tumeanzia, lakini mambo yote yako duniani. Na usije ukawa unasema duniani kumbe wanasema Marekani. Amna jamani, duniani tu. Hivi kwa Afrika ni nchi gani ambayo unaona movie zao wanakomesha, yani ni nzuri kweli kweli kwa Afrika? Zamani ilikuwaga Nigeria, lakini sasa hivi pia Wagana nao wako vizuri. Wagana nao pia naona wako vizuri. Lakini jamani, kwa nini tusijisifie? Hata si wa Tanzania tupo vizuri. Sasa hivi mmewasha moto mwenyewe hadi natafuta baridi. Tusiwasifie wengine, tuna sisi tupo. Jamani, hata si wa Tanzania tunafanya vizuri sana. Yaani tunatisha wa Tanzania. Ume sustain kwenye game yako na kama director uko pale. Ni story gani ambazo wabongo wanazipokea zaidi? Ukitoa kwa mfano series zako hizo, unatoa series nyingi. Kwa mfano mimi Maji ya Shingo the best. Sasa kabisa. Basi kama unaipenda Maji ya Shingo tena usisahau. Yaani mtu akisubscribe tu kwenye Lokoma series anakuta tumeionyesha tena pia. Naangalia YouTube tena. YouTube ipo inaonekana. Kwa hiyo yani watu wengi kweli walipenda kwa sababu hata mimi mwenyewe pia ni mwandaji lakini naipenda. Unaona watu wanapenda series za aina gani? Watu wanapenda kuona maisha yetu halisi, kwa sababu sisi wa Tanzania tuna maisha yetu, au Afrika kuna maisha ambayo wapo. Kwa hiyo watu wanapenda kuona maisha halisi na migogoro kwenye familia. Kwa mfano wewe unavyoniambia hapo unaipenda Maji ya Shingo, umeelewa? Maji ya Shingo pia imecheza uhalisia wa maisha ya familia za matajiri wanavyoishi, umeelewa, na familia za maskini, na the way watu wanavyohaso. Kuna familia zingine zina haso, labda akitoka huyu tukamsomesha anakomboa familia, lakini matokeo yake akisoma hapa mjini ndo kabisa anaanza biashara zingine, tamaa. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba watu wanapenda sana maisha ya uhalisia, maisha yetu, kwa sababu kuna watu wengine pia wanapenda kazi zetu, lakini sio kama wanaoishi kwenye maisha yale makubwa, wanaishi maisha ya uswahilini. Ndio maana series ya Yolanda haielezei maisha makubwa, inapenda sana kuelezea sana kwenye maisha yetu haya ya uswahilini, ya watu wanavyowaso maisha, mikiki, mikasa. Kuna familia huko uswahilini zina vituko kila dakika mbili. Umefanya kazi kubwa sana ya kuongea na jamii yako, kwa maana ya kwenye movie. Unaongea na kila aina ya watu kama unavyosema mwenyewe, wa uswahilini, wa wapi. Lakini wewe mwenyewe ukicheza kwenye movie yako, yani favorite scenes zako zile ambazo unajua hapa I can kill it, ni movie gani? Mimi napendaga sana za majonzi. Unapenda kulia? Mimi kulia napenda kikweli. Sijui tu, napenda Au na maisha kawaida una deka? Hapana, yani sina hivyo, lakini napenda tu zile za kulia, napenda sana. Na unatoa mchozi vile? Yani tena vibaya mno. Yani hapo unaweza nikalia mpaka ukachoka. Hongera bana, maana ni kipaji sana. Tofauti na kuigiza, ni kitu gani kingine ambacho unapenda kukifanya kama ambacho kinakupa furaha, achana na hicho ambacho umekigeuza kuwa kazi? Kitu kingine ambacho wewe ukiwa umeenjoy na nini ndo unakifanya hicho kitu, unaburudi? Yani mimi napendaga tu nikiwa sina kazi nikae tu mwenyewe. Yani napenda tu nikae mwenyewe yani. Kaje mwenyewe ukijinyonga? Unajinyongaje sasa? Hapo utakuwa na tatizo. Una stress ni lazima, hamna binadamu ambaye hana stress, lakini pia ukikaa mwenyewe muda mwingi kuna vitu yani una relax. Kuna muda mtu anatakiwa tu kaa mwenyewe peke yako tu, yani urelax. Kichwa kitulie yani. Kwa nini hauna marafiki? Marafiki ninao. Yeah. Wa mjini au ambao na marafiki wa aina nyingi tu, na marafiki wa mjini, na marafiki wa sanini, na marafiki wengine. Yaani marafiki ninao, lakini unakuta kuna muda mwingine mtu unahitaji kukaa mwenyewe kidogo upoze ubongo. Hapo unatumia simu au unaangalia? Kweli nimechoka. Kweli fuvu. Hapo unakuwa unachezea simu au unaangalia movie? Yaani naweza nikaa naangalia movie, naweza nikaa nachezea simu, naweza nikaa tu nimejipumzisha tu, lakini napenda yenyewe ndio nzuri. Napenda kukaa mwenyewe. Unaweka dunia pembeni. Muda mwingine unatakiwa ukae mwenyewe tu. Ni kitu gani ambacho upendi kabisa watu wakikisema mtandaoni kukuhusu? Mimi jamani, mimi kwanza sipendagi sipendagi kwanza watu waanze kunijaji. Kwa mfano mtu anakujaji yani vitu vingi, mara sijui nini. Yani mimi sipendagi tu mtu anijaji, kwa sababu wewe mtu sio wewe umenileta mjini. Yani wewe unaanza kunijaji. Yani kwa nini unipangie maisha? Kwa hiyo hamna kitu kinaniboa mimi kama kupangiwa maisha. Yani nikelaga sana kwenye mtandao watu wananipangia maisha. Watu wa mtandaoni wanafikiri eti itafika time
acha game, utakaa pembeni tuwaachie watoto wa 2000 wanaokuja. Unajibu lao? Yaani kwanza cha kwanza labda tu niwaambie, kazi ya sanaa hainaga kustaafu. Yaani unaweza ukacheza kuanzia mtoto mpaka mbibi mzee kwa sababu kasti zako bado zipo. Na mimi kama Joali jamani napenda tu kuambia kwamba yaani mnaosubiri nipumzike, tafuteni vitanda mlale. Yaani sipumziki leo wala kesho. Yaani ndio kwanza kumekucha sasa hivi. Nikiwa bibi nitacheza kama bibi. Nikiwa babu, yaani nitacheza mpaka tena hivi na kikongojo jamani. Unasema ukiwa babu. Nikiwa bibi. Nikizeeka nitacheza za uzee lakini siwezi kuacha sanaa hata mara moja. Baadhi ya scene usiponiona mbele ya kamera utaniona nyuma ya kamera, lakini mimi kwenye tasnia nitakuwepo pale kama producer, nitakuwepo kama nani, lakini sitoweza kuacha tasnia ya filamu au kuacha, hapana, bado. Na ndio kazi pekee ambayo inakupa. Ndio kazi pekee inaoniweka mjini jamani. Naiheshimu kuliko chochote. Sisi wenyewe tunaiheshimu, imetutambulisha wewe. Sana. Joari, asante kwa muda wako, pia ofisi yako nzuri sana. Hongera na asante kwa kutukaribisha. Asante sana, karibuni tena na tena, na pia napenda kuwashukuru sana waandishi kwa sababu bila nyinyi pia sisi hatuwezi kufika hapa. Asanteni kwa ushirikiano wenu. Tuko pamoja na nyinyi. Karibu tena Impala Comedy. Kila laheri na hizi. I hope umeenjoy. Mimi nimepiga story. Nilikwambia tutakuja kujua maisha kidogo lakini pia tumpe hongera. Of course vyote tumevifanya na I hope hatuja kuudhi kwenye interview yetu. So yeah, we good, and mimi naitwa Sarafina Jerry, behind the camera ni KB Pixel, and this is how we do.